Holy Spirit, unayelitunza kanisa, who tends and takes care of the church, lihudumie neno lako, minister to your word, lihuishe neno lako, quicken your word, likaguse mioyo yetu, that you may touch our hearts. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. In Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Mwezi mzima, the entire month, na tangu tulipoanza maombi yetu ya kufunga na kuomba pia, and since we started our fasting and prayer period, tumekuwa tukizungumza kuhusu neno uwiano ama mpangilio. We have been sharing concerning the topic alignment. Tumepata maelezo kwamba mpangilio ama uwiano ni kitu gani. We have received the description and the explanation about alignment, what it means. Na leo and today tutaangalia mambo matano yanayosababisha kukosa uwiano ama kukosa mwelekeo. I want us to look at 5 things that cause us to miss out on alignment in our lives. Tusome neno la Mungu katika kitabu kile cha Waebrania. Open your Bibles to the book of Hebrews, sura ya 12, chapter 12. Mstari wa 12 na 13. We shall take our reading from verse 12 to 13. Kama neno la Mungu linasema, the word of God says, kwa hiyo inyoosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza. Therefore strengthen the hands which hang down and the feeble knees. Mkaifanyie miguu yenu njia za kunyooka. And make straight paths for your feet. Ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe bali afadhali kiponywe. So that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Neno la Mungu limekuja ili lituponye na si kutuangamiza. The word of God has come to heal us and not to destroy us. Maneno haya unaweza ukayapata katika Isaya 35 mstari wa 3. You can read that from the book of Isaiah 35 verse 53. Lakini pia Mithali 4:26 naomba tusome. But also Proverbs 4 verse 26. Let us read it. Proverbs chapter 4 verse 26. Neno la Mungu linasema, the word of God says, uzawazishe pito la mguu wako, ponder the path of your feet, na njia zako zote zithibitike, and let all your ways be established. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, do not turn to the right or the left. Ondoa mguu wako maovuni, remove your foot from evil. Jambo la kwanza linalotusababisha tukose mwelekeo ama tukose uwiano, the number one thing that causes us to miss out on alignment, ni kudharau, is contempt, ama kupuuzia, or to ignore, ama kukataa, or to refuse or reject. Katika kitabu cha Malaki, in the book of Malachi, Mungu anasema, God says, munaniita mimi ni baba, vyema. You refer to me as your father, good. Munaniita mimi ni bwana wenu, sawa. You call me as your Lord, fine. Kama mimi ni baba yenu, if I am your father, heshima yangu iko wapi? Where is my honor? Kama mimi ni bwana wenu, if I am your Lord, kicho changu ki wapi? Where is my reverence? Katika maisha ya Mkristo, in a Christian's walk, jambo la muhimu ni kumheshimu na kumcha Mungu. The number one thing is
to honor and to revere God. Na kumcha Mungu kuna maana hii. And fear of God has this meaning. Ni kukataa uovu. Is to shun evil. Kutoa mguu wako maovuni. To remove your foot from evil. Kuishi sawa na Mungu anavyotaka. To live according to the ways of God. Tunaishi katika dunia ambayo watu tumemzoea Mungu. We live in a world where people have developed familiarity with God. Inaweza ikawa ni mambo ya kawaida mno. It could concern ordinary issues. Mtu anaweza kuomba akiwa kitandani. Somebody may find himself praying while on their beds. Mtu anaweza kusisemi ni dhambi. I am not saying it's a sin. Lakini lazima tuonyeshe heshima. But we have to show reverence and honor kwa Mungu wetu. To our God. Jinsi ambavyo tunatakiwa tukae mbele zake. The posture that we ought to take before the Lord. Na watu wakauliza, tumekudharau kwa namna gani? And people were asking God, how have we shown you contempt? Mungu akasema, and God said, nianze na sadaka. Let me start with your offerings. Je, kitu unachonipa mimi, what you are giving to me, unaweza ukampa liwali wako? Can you give it to your governor? Unaweza ukampa mfalme wako? Can you give it to your king? Hiyo ni njia rahisi ya kujipima. That is a simple way to measure yourself. Jambo la pili. Number 2. Naomba tusome Waebrania sore. But please allow me first to read the book of Hebrews. Sura ya pili. Hebrews chapter 2. Mstari wa kwanza hadi wa 3. From verse 1 to verse 3. Neno la Mungu linasema, the word of God says, kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tukayakosa. Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wake, ujira wa haki. If the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia? How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and we confirmed to you by those who have heard him? Mwandishi wa Waebrania, the writer of the book of Hebrews, analiambia kanisa ama Waebrania waliotawanyika, tells the church, the Hebrew who was scattered all over, kwamba tuangalie sana, that we have to take heed. Ikiwa neno la malaika lilikuwa imara, if the word of the angels was steadfast, je, itakuwaje sisi? How much more we, ambao tumeonywa kutoka mbinguni, who have been warned from heaven. Wakati Yesu alipokuwa anabatizwa kwenye mto Yordani, when Jesus was being baptized in the river Jordan, sauti ya Mungu ilisikika. The voice of God was heard. Roho Mtakatifu akashuka juu ya Yesu kwa mfano wa hua. The Holy Spirit descended on Jesus like a dove. Lakini cha muhimu ni ile sauti ilisema nini? But importantly is what the voice said. Huyu ni mwanangu, this is my son, mpendwa wangu, in whom I am pleased, ninayependezwa naye, my beloved, msikieni yeye. Hear him. Mtumishi wa Mungu Enea, the servant of God Enea, alirejea tuliyozungumza katikati ya wiki, reflected on what we shared throughout the week. Naomba ukipata muda, I want you, when you get time, usome kitabu cha Nehemia. Read the book of Nehemiah. Lakini zaidi sana sura ya 13. But more so, emphasis on chapter 13. Sura ya 13. Chapter 13. Nehemia anakuta mambo makuu manne. Nehemiah encounters 4 things ambayo yalikuwa yameenda kombo, that had gone astray. Mambo ambayo yalikuwa yameenda pembeni. Things that had drifted away. Jambo la kwanza, number 1, ni mtu anayeitwa Tobia kupewa chumba kilichokuwa cha sadaka ya Mungu. Number 1 concerns a man by the name of Tobiah. He had been given a room in the temple where holy things were being kept. Jambo la pili, number 2, watu waliinajisi sabato ya Mungu. People defiled the Sabbath of the day of the Lord. Walifanya biashara hata siku ya sabato. They were conducting business even on the Sabbath. Walisafiri, hawakuitii tena ile sabato. They were traveling and they didn't honor Sabbath. Jambo la tatu, number 3, alikuta makuhani
wameacha kazi ya Mungu. He found and realized that the priests had abandoned the work of the Lord. Na wametawanyika kila moja kwenda kwenye shughuli And they zake, were scattered, everybody doing their own activities, ili wayakimu maisha yao, so that they could at least fend for themselves. kwa sababu watu walikuwa hawamtolei Mungu Because tena. people were no longer giving unto the Lord. Jambo lingine alilolikuta Now, another thing that he found, ni kwamba watu walioa wanawake wageni. he realized that people were getting married to foreign women. Kwa hiyo watoto waliozaliwa si wa Ashdodi wala si wa Yahudi. And therefore the children being born were neither from Ashdod nor from the Jewish nation. Na unaposoma ule mstari wa mwisho, And when you read the last verse, naomba tusome sasa open your Bible to the book of Nehemiah. kitabu cha Nehemia, ile sehemu ya mwisho, Nehemiah, I want us to read chapter 13, the last verse. ule mstari wa 28 hadi 30 na And that moja. is verse 28 to verse 31. Anasema na mmoja na mwana mmoja wa Yehoyada mwana wa Eliashabu kuhani mkuu alikuwa mkwewe Sambalati Muhoroni, basi nikamfukuza kwangu. Verse 28, and one of the sons of Joiada, the son of Eliashab, the high priest, was a son-in-law of Sanballat, the Horonite. Therefore, I drove him from me. Utamaliza, utasoma kwa muda wako. You will read to the end at your own time. Biblia inasema The Bible says katika Wakorinto wa pili in 2 Corinthians, sura ya 6 mstari wa 14, chapter 6, the 14th verse, msifungiwe nira na wasioamini. do not be equally yoked with non-believers. Je, kuna ushirika gani kati ya aminie na asiyeamini? What fellowship is there between a non-believer and a believer? Na neno hilo likiendelea, And as you read the preceding verses, Mungu anasema, the Bible kwa hiyo tokeni kati yao. as you read the successive verses, the Bible says, therefore, get out from their midst. Hebu jiangalie katika maisha yako. Now, examine your life. Chumba cha moyo wako umempa nani? The closet of your heart, to whom have you given it? Imefika mahali tunayadharau mambo ya Mungu. We are at a point where we even neglect the things of God. Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. The Bible says the marital bed should be honored by everyone. Sikilizeni vijana mlioko mahali Listen, hapa. young people who are here. Si nia ya wazee kuwazuia msioe. Si nia, sio nia. It's not the intention of the elders to stop you from getting married. Na wala wachungaji wala wazee si wapinzani wenu. And neither are the elders or the pastors your opposition. Na neno la Mungu si kinyume chako. And the word of God is not there to oppose you. Katika mambo ambayo hutakiwi kuyakosea, Among the things that you should not go wrong about ni swala la ndoa. concerns marriage. Na hata mashahidi, Even witnesses. unapoombwa kusimamia ndoa ya mtu, When you are asked to officiate somebody's marriage, hakikisha huyo mtu unamfahamu. make sure you know the person. Hakikisha huyo bwana atampenda mke wake. Make sure the young man or the man shall love his wife. Hakikisha pia una mamlaka juu ya maisha yake. And make sure that you are an authority over his life. Anapofanya sivyo isivyo, umwambie hapana, hapa unapita njia sio sahihi. And when they conduct themselves wrongly, you should be able to tell them you are going Lakini astray. leo hii mambo yamebadilika. But today things have gone haywire. Tunachukuana kwa sababu ya sura ama kupendeza. We carry ourselves looking at how we look on the outward or what we have. Lakini But kuna msemo unasema, there is an adage. you marry personality but you have to live with character. Unaoa hulka lakini utaishi na tabia. Hutaishi na weupe wala weusi wala unene wala wembamba. You will not live with the countenance of your wife or your husband or the size of his body or her body. Kwa hiyo Therefore, msiingie katika mapatano ambayo hayamfurahishi Mungu. do not get into a covenant that does not please the Lord. Wewe sio imara kumpita Sulemani aliyetokewa na Mungu mara mbili. You are not so strong beyond Solomon, to whom God appeared
twice. Soma kitabu cha Nehemia utaona hayo. Read the book of Nehemiah, you shall see all that. Tuheshimu ndoa. Therefore, honor marriage. Umjue vizuri unayemuoa. Get to know the person you're getting married to. Na huyo anayekuoa. And the person marrying you. Na wachungaji tukichungua. And pastor, tukichunguza, if we search properly, situpangie kazi. If the pastors go to search on that matter, don't interfere. Kwamba ni nani wanatuchunguza chunguza. Don't ask and say, who are they to search our lives? Kwa sababu ninapokuwa sehemu ya kuwaunganisha, Mungu pia ataniuliza. Because when I get to a point of uniting you in holy matrimony, I am accountable to God. Alafu na wewe unachukuliwa tu shahidi, labda kwa sababu una pesa, una uwezo wa kununua suti, hata hamchunguzi, hamtafiti kitu chochote. Yaani mambo yanaisha siku ile ile pale madhabahuni, kila kitu ndio uhusiano umeisha hapo. And then somebody comes to you, tells you, be my best man, be my best maid, without even getting to know him or her. You come because you can afford a suit. After the wedding, you disappear. That's wrong. Maana tutawajibika mbele za Mungu. Because we shall be accountable before the Lord. Jambo la pili linalotupeleka pembeni. Number two, something that takes us astray. Ni moyo mgumu. Is hardening your heart. Mstari sura ya 3 kitabu cha Waebrania. Open again to the book of Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Waebrania sura ya 3. Hebrews mstari wa 7 na wa 8. Verse 7 and 8. Kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear his voice, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha, siku ya kujaribiwa katika jangwa. Do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness. Kudharau dhambi inafanya moyo uwe sugu. Neglect, contempt, sin hardens the heart. Inaufanya moyo kuwa mgumu. Sin hardens the heart. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi. The Bible says in the book of Romans. Sura ya 2 tutaanzia ule mstari wa 4 hadi wa 11. Romans chapter 2, let us take our reading from verse 11. Biblia kuanzia mstari wa 4 hadi wa 11. Let's take our reading from verse 4 to verse 11. Sikiliza. Listen, chapter 2 of the book of Romans. Au udharau wema wake na ustahimilivu wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Or do you despise the riches of his goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Bali kwa kadiri ya ugumu wa moyo wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. But in accordance with your hardness and your impertinent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Who will render to each one according to his deeds. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika, watapewa uzima wa milele. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor and immortality. Na wale wenye fitina wasiotii kweli bali wakubalio dhuluma, sio wanatenda lakini wanakubali dhuluma, watapata hasira na ghadhabu. But to those who are self-seeking and do not obey the truth but obey unrighteousness, they are not committing unrighteousness but obey unrighteousness, indignation and wrath. Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. But glory, honor and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. Je, mtu wa Mungu hakosei? Now,
Do people who belong to God, do they not do wrong? Wanakosea, Yes, they do wrong. lakini hawaishi dhambini. But they don't live in sin. Wanapogundua, The moment you realize. hebu fikiria, Now listen to this. unamfanyia mke wako mambo ya hiana. You behave unjustly against your wife. Umevunja agano ya ndoa yako. You have broken the covenant of your marriage. Una mahusiano na mwanamume mwingine au mwanamke mwingine. You have extramarital affairs out there. Au kijana ambaye hujaoa, Or a young man not married. unajihusisha na mambo machafu. You involve yourself in defilement. Pengine hujafika kwenye hatua ya utendaji, Probably you have not yet committed the action of fornication, lakini unayafurahia, but you entertain such things alafu huogopi. without any reverence. Without any reverence. Unashika vitu vitakatifu, Then you come and get hold of holy things. unashiriki meza ya Bwana You come and partake of the Holy badala Communion. ya kutubu. Instead of repenting, Umeufanya moyo kuwa mgumu. you have hardened your heart. Unadhani haikudhuru, You may think it's not affecting you, lakini taratibu but step by step, inaufanya moyo wako kuwa mgumu. it causes your heart to harden. Kwa hiyo unaona ni haki And therefore you may think it's your right kutokula chakula cha mke wako, not to eat food from your house. kukaa kunalala kwenye gari You lako, sleep in your car. unalala sebuleni, You sleep in the sitting room. unafanya na mambo ya ajabu, You do some unrighteous stuff. na unaona ni sawa, And you think that is right. kwa sababu Sulemani anasema Because Solomon says, kuna balaa ameliona chini ya mbingu, there is trouble I have seen under the sun. kwamba hukumu juu ya jambo baya haitekelezwi kwa upesi. That judgment against evil does not come swiftly. Lakini hiyo ni kwa ajili ya nia njema ya Mungu But wetu, it's because of the goodness of the Lord, ili akupe nafasi so that he may buy you time utubu na umgeukie to Mungu. repent and to turn back to him. Umgeukie Mungu. Turn back to God. Usimfanyie mume wako ama mke wako mambo ya hiana. Do not act unjustly against your wife or your husband. Sisi sio mashetani wala si We are malaika. neither devils nor angels. Tunakosana, We can disagree. lakini lazima wakati fulani turudi chini, tuweke kiburi chetu But chini. at some point, we have to humble ourselves and disconnect from our arrogance. Juzi nimetimiza miaka 33 ya ndoa. Happy birthday, Pastor. Oh, happy anniversary. Asante. Lakini Just a few days, I attained 33 years of marriage. lakini tumepanda milima mingi. But we have gone through mountains. Kuna wakati hatuongei, There's a time we sulk. lakini shetani anamjaza kila mtu upepo. But the enemy pumps everyone with air. Lakini Roho Mtakatifu kwa neema yake But the Holy Spirit, by his mercies, anatoa upepo wa kila mpira, blows alafu out ile that air. mipira iliyoshiba inanyong'onyea. But those tires that are full shrink. Alafu tunasogeleana, Then we come close. nisamehe, Forgive me, lakini wewe umezidi. but you're too much. Haya basi tusameheane, kwa sababu Okay, let tuna us- safari ya kwenda mbinguni. Muulize kama anasema uongo. Let us forgive each other because all of us are headed to heaven. Ask Sisi her, sio she's here. mashetani. We are not devils. Mashetani wakigombana hawarudiani. Devils, when they argue, they don't reconcile. Ondoa mguu wako maovuni. Take out your foot from evil. Ninyi vijana mkitofautiana, usidhani. Kwa nini mimi nasema haya? Usidhani sisi tunaosimama hapa tukutane na changamoto. Mimi nakuwa open ili wewe usaidike. Young people, you may ask yourself, why am I saying these things? I am saying these things because we who stand here are not perfect. We go through challenges, but we share with you so that you may get help. Ili usione kwamba haiwezekani. So that you may not look at it as an impossibility. Inawezekana. It is possible. Inawezekana. It is possible. Inawezekana. Yes, it is possible. Kuna siku ingine naacha chai, alafu nikifika hapa nasema hivi, nafanya nini? Naanza kumbembeleza Martha. Hi baby, unaendelea, ili nipate nafasi. You know, Yes. sometimes I walk out of my house without taking tea, taking breakfast. But when I get to my office, I ask myself, what am I doing? Immediately, I start I start soothing her by telling her, baby, how are you, mother? Ili
nipate nafasi ya kumwambia samahani Bwana so that nisamehe. I may get an opportunity to tell her I'm sorry for what I did today. Kwa hivyo, Therefore, wanaume wenzangu, fellow men, watoto wangu, my children, msikae maovuni. do not live in evil. Usimnunie mke wako. Do not sulk against your wife. Usimnunie mme wako. Do not sulk against your husband. Huyo ndiye wa kwako. He belongs to you, she is yours. Ukipewa wa mwingine, If you are given somebody else's wife, utamrudisha kama lile sanduku la agano na sadaka juu. you will return her as fast as they did for the tabernacle, for the Ark of the Covenant, and you will accompany it with an offering. Hivi mimi nilikuwa nawaona kwa mbali hivi, alimuwezaje huyu jamaa? I was looking at you from afar, but now I'm asking, how can he manage her? Jambo la tatu, Number 3, uzito wa kusikia. heaviness to hear. Hali ya kushindwa kusikia sauti ya Mungu. A situation whereby you cannot hear the voice of God. Ni jambo la muhimu sana. It's very important. Waebrania sura ya 5, Hebrews chapter 5, mstari wa 11. verse 11. Biblia inasema, The Bible says, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. Kila Mkristo daima, Every Christian ever, jiulize mambo haya matatu. ask yourself 3 questions. Nani ameniita? Who has called me? Ameniambia nini? What has he told me? Je, bado ninawasiliana Am I naye? still in communication with him? Sauli alipoteza uwezo wa kusikia sauti ya Mungu Saul lost the ability to hear the voice of God kwa kutokutii sauti ya Mungu. because he disobeyed the voice of God. Kwa sababu ya kutokutii, Because of disobedience, alipoteza uwezo wake. he lost his ability. Asubuhi tulikuwa tunashirikiana kwenye Bible study wakati Dr. Mrema In the anatufundisha. morning, while in the Bible study class, Dr. Milka was teaching us. Tukashiriki lile andiko la Samuel wa kwanza 28. We shared from the book of 1 Samuel chapter 28. Baada ya Sauli kuachwa, Once Saul was abandoned, kuanzia ile sura ya 16 mstari wa 14 Samuel wa kwanza. right Sivyo? from chapter 16, 1 Samuel verse 14 onwards. Kwa hiyo anaenda kwa waganga So he went to the witches ili ajue hatima yake. so that he may know his destiny. Leo hatuendi kwa waganga. Today we don't visit witches, Lakini but tunapenda kutabiriwa. we so much desire to receive prophecy. Tena, unabii hauombwi. Now, prophetic utterances are not asked for or Sasa demanded. tunaanza kwamba mtumishi nitabirie. Now Nitabirie. you come and say, man of God, prophesy. Umeshapoteza uwezo wa kusikia. You have lost the ability to hear. Kila Mkristo ana uwezo wa kusikia kutoka kwa Mungu. Every Christian has the ability to hear from God. Hiyo haina maana tusiheshimu watumishi wa It Mungu. doesn't mean that we should not honor servants of Lakini God. hakuna mwenye mamlaka ya kuhodhi uwezo ama nguvu za Mungu. But there's nobody with the power to be a custodian of God's power. Lengo letu Our ni objective kuwajenga is to raise people asikie kutoka so kwa that everyone can hear from God. usikie Mungu anakuambia That nini. you also hears what God tells you. Utoke kwenye hali ya kusema nilitaka kuondoka, kuna kitu. Usiseme kitu, ujue si kitu bali ni Roho Mtakatifu, ni Mungu anaongea na wewe. Getting out of something, you may say, I had something telling me to get out. No. It is not something. The Holy Spirit is speaking to you. Paulo alipokuwa kwenye ile bahari siku 14 hawaoni jua wala mwezi. When Paul was in that voyage, in the middle of the sea, for a number of days, they were neither seeing the sun or the moon. Alimsikia Mungu kabla hajaanza safari. He heard God right from the beginning of that voyage. Wakampuuza, And they ignored his voice. wakamdharau. They ignored Paul's voice. And they neglected him. Usiku ule wa 14, But on the 14th night, malaika wa Bwana the angel of the Lord alisimama karibu na Paulo. stood close to Paul Akamwambia Paulo, and told Paul, usiogope. fear not. Kama ulivyonishuhudia Yerusalemu, As you witnessed me in Jerusalem, utanishuhudia na Rumi pia. you shall be my witness in Na Rome. zaidi ya hayo, And above that, Mungu amekupa watu wote walio kwenye merekebu. God has given you all these people in this ship.
hautapotea hata unywele wa mmoja wenu. No one shall die, neither shall anyone lose even a figment of their hair. But the ship shall be destroyed. Akawaambia, kwa hiyo wanaume changamkeni. He told men, get into business now. Mungu ninayemtumikia, The God that I serve, alimtuma malaika wake, sent an angel akasema na mimi, and told me, usipoteze uwezo wako wa kusikia do kutoka not kwa lose your ability to hear from God. Ukitaka usipoteze uwezo wako, If you want not to lose your ability, yafanyie kazi yale mapenzi ya Mungu unayoyajua tayari. be steadfast on the will of God that you know, na Mungu atazidi kujifunua kwako. and God shall continually reveal himself to you. Hallelujah. Amen. Jambo la 4, Number 4, linalofanya tuende pembeni ama kukosa mwelekeo, that causes us to miss alignment or to go astray, ni kurudi nyuma. is to backslide. Unajua, kurudi nyuma sio kuacha kuja kanisani. You know, backsliding is not necessarily not coming to church. Kama tunavyosema katika ndoa, As we always say in our marriages, talaka ama kuachana si lazima kila mtu anaishi peke yake. divorce or separation does not mean that you live in separate houses. Hapana, mnaweza mkiwa mmeachana lakini mnakaa kwenye Not nyumba at moja. all. You can actually be living in the same house but separated. Kwa hiyo mtu anaweza amerudi nyuma lakini yuko kanisani. And therefore somebody could have backslid but yet you see them in church. Ina maana gani hiyo? What does that mean? Hebu tusome Waebrania sura ya 10 mstari wa 26. Open your Bible to the book of Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 26. Anasema, The Bible says, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa lile kweli, haibaki dhabihu tena kwa ajili ya dhambi. for if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Kurudi nyuma ama kupungua Backsliding or growing cold ni jambo baya sana. is something dangerous, bad. Waisraeli ama Wayahudi, The Jewish people, hasa Mafarisayo na Masadukayo, especially the Pharisees and the Sadducees, walikuwa wanaendelea kufanya taratibu zao za dini, they continued with their regular responsibilities, religious lakini responsibilities. machoni pa Mungu But before in the sight of God, walikuwa wamesharudi nyuma. they had backslid. Yesu akasema, Jesus said, watu hawa these people, wananiabudu kwa midomo, they worship me with their lips, mioyo yao iko mbali but nami, their hearts are far from me. hawaguswi tena na maneno yangu. They are no longer convicted by my words. Unajua, katika Daniel 5:25, You know, in Daniel chapter 5 verse 25, Mfalme Dario, King Darius, kama sikosei Belshaza nadhani, Belshazzar, alichukua vyombo vya hekalu, he took the sacred things of the temple akaanza kuvitumia kwa ajili ya anasa. and he was using them for feasts and celebrations. Imefika mahali A time has come, watu wanatenda maovu, people commit evil, alafu anakuambia kabisa kwa wazi, yet they tell you openly, hiyo bwana ni kulingana na kiwango cha imani yako. that is according to your faith. Kwa imani yangu My faith mimi nimeshavuka hapo. is telling me I am beyond that. Ndugu yangu, Brethren, huko ni kurudi nyuma. that is backsliding. Biblia The inasema, Bible says, je, simba atanguruma watu wasiogope? shall the lion roar and people not Mungu fear? anasema, God says, mbingu ni kiti changu cha enzi heaven is my throne, na dunia ni mahali pa kuweka miguu earth yangu. is my footstool. Mutanijengea nyumba ya namna gani What manner of house shall you build for ili me, niifurahie? so that I may be pleased with? Lakini But mtu huyu this man ndiye nitakayemwangalia, I shall be attentive to, mtu mnyonge a man who is contrite, atetemekaye alisikiapo neno a langu. man who hears and trembles when they hear my Leo voice, baada ya kusikia maneno ya Mungu, my word. Today, after hearing the word of God, macho yako ni makavu, your eyes are still dry, moyo wako ni mkavu, your heart is dry, wala hutetemeki. you no longer tremble. Yona alipohubiri Ninawi, When Jonah preached in Nineveh, watu wa Ninawi waligeuka, people of Nineveh turned around wakamgeukia Mungu. and they turned to God. Katika Dario na Belshaza alipokuwa anaendelea, Belteshazzar, when he continued, akaona mkono ukiandika, he saw a finger writing, mene mene tekele na peresi. Mene Mene Tekel Perez, Kaambiwa tafsiri ya maneno and he haya, was told the interpretation of that word. wewe umepimwa You have been weighed na umeonekana kuwa umepungua. and you have been found wanting. Hakuwa na nafasi ya He kutubu. didn't have an opportunity to repent. Mungu anasema katika Ufunuo God says in Revelation sura ya 2 mstari wa 4, chapter 2 verse 4,
nina neno juu yako. I have something against you. Hebu tukubali Let us accept Mungu atuchunguze, God to search our hearts aone tumerudi nyuma wapi. and to find out where we backslid. Mungu anamwambia Samuel, God told Samuel, nenda kwa Sauli, go to Saul. ameniacha, He has abandoned me. amerudi nyuma, He has backslid. He asinifuate. no longer follows me. Nimemwambia fanya I hiki, have told him do this, yeye akafanya but he kile. did the opposite. Huko ndio kurudi That is nyuma. backsliding. Jambo la tano na la mwisho Number 5, ni kukataa maonyo. which is the final, is to reject warnings. 12 mstari wa 25. Chapter 12 of Hebrews, verse 25. Angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni. See that you do not refuse him who speaks, for if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Ukisoma Mithali 5 When you read Proverbs kuanzia chapter mstari wa 5 12, from verse 12, anasema he says, sikuwasikia walimu wangu, I did not hear my teachers, sikuwasikia wakufunzi I wangu, did not hear my instructors, sikuwategea sikio wale I walionifundisha. did not heed and incline my ear to those who instructed me. Sura nzima ya 12 The entire chapter 12, inasema kama hamna kukemewa, ambayo ni sehemu fungu la watu wote, he says, if there is no rebuke, which is a portion of everyone, basi mmekuwa wana wa haramu. then you have become illegitimate children. Maana Because kila mwana ambaye Mungu anampenda every child whom God loves anaonywa. is rebuked or disciplined. Nabii Isaya anasema, The prophet Isaiah Bwana says, uniponye nami nitaponyeka, God heal me and I shall be healed. uniokoe nami Save nitaokoka. me and I shall be saved. Je, Now, moyo wako uko tayari is kupokea your heart maonyo? ready to be warned? Mungu anaweza kutumia vitu vingi kukuonya, God may use so many things to warn you. na mara nyingi And many a times, tunalaumu vyombo alivyovitumia Mungu we blame the vessels that God uses badala ya kuona mapungufu yetu instead of looking at our weaknesses na kuonyeka. and to be warned, to be disciplined. Biblia inasema The Bible says, Mungu huwapinga wenye kiburi God rejects the proud na huwapa wanyenyekevu neema. and gives grace to the humble. Huu mwezi wetu This month wa kurejea, of alignment, wa kurudi kwenye mstari, aligning yourself, kubali, accept, zingatia hatua hizi zote. observe all these steps. Nehemiah, Alichukua hatua ngumu. he took a difficult step. Anasema hao wengine nikagombana nao, He says some of them we had to contend. nikang'oa ndevu zao, I removed their beard. baadhi yao nikawapiga. Some of them I had to hit them. Biblia inasema, The Bible says, hamjui miili yenu ni hekalu la do Roho you not Mtakatifu, know that your bodies are na ya temples of the Holy kuwa Roho Spirit wa Mungu anakaa ndani and that yenu? the Holy Spirit lives in you? Mtu akiliharibu hekalu la If Mungu, anybody destroys the temple of Mungu God, atamharibu mtu huyo. surely God shall destroy that person. Wengine wamemkodishia vyumba vyao Tobia. Some have rented their hearts to Tobiah. Tobia anaweza akawa chuki, Tobiah may be hatred, kutokusamehe, unforgiveness, mawazo mabaya, evil thoughts, kujihurumia, pity party, uvivu. laziness. Leo chukua hatua, Today, take a step. mwambie inatosha, Tell him enough is enough. maana mwili wangu Because my ni body hekalu la Roho is Mtakatifu. the temple of the Holy Spirit. Tutachukizwa, We shall be offended, lakini tusiruhusu but don't allow chuki ikae ndani yetu. offense to dwell in you. Mwambie Mungu, Tell God, nisamehe, forgive me. nisaidie. Help me. Hatua hizi zote All these steps, wewe jichunguze, examine yourself. angalia moyo wako. Look at your heart. Je, unadharau mambo ya Mungu? Do you neglect the things of God? Kama kuhani Eli Just like the priest Eli. anaambiwa mabaya kwa ajili ya nyumba yake, Eli the priest was told about the evil in his house. badala ya kutubu. Instead of repenting, Bwana, kila mtu angalie mambo yake. he said, let everybody Wakristo wa mind their leo own business. ukiwaonya, Today's Christians, when you warn nasema them, tusihukumiane. they tell you, please don't judge me. Hata tujui maana ya hukumu We don't know ni the nini. meaning of judging or judgment.
Ukionywa unasema Bwana tusihukumiane. When you are rebuked or you are warned, you say, don't judge me. Kila mtu atajua mambo yake. Everybody mind your own business. Hapana. No. Hapana. No. Kuhukumu sio hivyo. Judging is not anything like that. Tupokee maonyo. Let us embrace warnings. Mungu wa mbinguni, and the Lord in heaven, aliyetuita kwa neema yake, who called us by his grace. Hatujajileta mahali hapa. We didn't come by ourselves here. Yeye ameleta neno hili. He brought this word. Ya kutengeneza mambo yako. Alignment, align everything to do with you. Amosi 3:3. Amos 3:3. Je, watu wawili waweza kwenda pamoja? Shall two walk together? Isipokuwa wamepatana, lest they agree. Hebu tupatane na Mungu. Let us agree with God. Tupende anachokipenda. Let us love what he loves. Na tuchukie anachokichukia. And hate what he hates. Baba Mungu wa rehema. Father God of mercy. Baba mwenye neema nyingi. Full of compassion. Tunakushukuru. We thank you. Angalia mioyo yetu mchana wa leo. Behold our hearts this afternoon. Watu wako wako mbele zako. Your people are before you. Watazame. Father, see them. Waangalie. Father, be attentive to them. Be attentive to us. Pale ambapo tumekudharau. Where we have neglected you. Pale ambapo tumefanya mioyo yetu kuwa migumu. Where we have hardened our hearts. Pale ambapo tumerudi nyuma. Where we have backslid. Pale ambapo tumekuwa wavivu kusikia. Where we have been lazy to heed your voice. Ambapo tumeshindwa kupokea maonyo. And where we have failed to be rebuked and warned. Utusamehe. Forgive us. Damu yako. Your blood. Itutakase. Cleanses. Damu yako. Your blood. Ituoshe. Washes. Bwana. Father. Chochote kilichopotoka. Whatever has gone astray. Nia na makusudi yako. Your will and your purpose. Ni kwamba kiponywe. Is that it may be healed. Basi tuponye Bwana. Heal us, Lord. Ponya hisia zetu. Heal our emotions. Ponya akili zetu. Heal our minds. Ponya fahamu zetu. Heal our understanding. Ponya mioyo yetu. Heal our hearts. Ponya miili yetu. Heal our bodies. Tembea mahali hapa Roho Mtakatifu. Lord, Holy Spirit, walk. Mguse kila moja wetu. Move in our midst and touch everyone, Lord. Mguse kila moja wetu. Touch each one of us. Neno lako lina nguvu. Your word is powerful. Neno lako lina uwezo. Your word is powerful. Acha rehema zako Bwana. Let your mercies, Lord, iwe juu ya kila moja wetu. be upon each one of us mchana wa leo. This afternoon. Nasi tunaamini and we believe ya kwamba that, Lord, utakaa ndani mwetu. You shall dwell in us. Na pamoja nasi utatembea. And together with us you kwa shall sababu Bwana, because Lord, tumesikia, we have heard, nasi tumekubali, and we have heeded. Katika jina la Yesu Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Give praise to Jesus. Kama uko mahali hapa, if you are here, hujampa Yesu maisha yako, and you have not given Jesus your life, inua mkono wako pale ulipo. Lift up your hand wherever you are. Ili umpe Yesu maisha yako. So that you may give your life to Jesus. Ni jambo la muhimu. It's very important. Kamsa. Do it now. Fanya hivyo sasa. Do it now. Usijali nani anakuona ama anakuangalia. Don't care who is seated on your right or your left. Au ulikuwa umerudi nyuma. Probably you also had sasa unataka kutengeneza maisha yako. Now you want to inua align mkono your wako life. Tuombe pamoja na wewe. Lift up your hand, we want to pray with you. Asante kijana, simama juu kwa miguu yako. Stand up. Njoo hapa mbele. Thank you, thank you. Njoo karibu kijana. Thank you young people. Leo ni siku yako. Today is your day. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Give praise to Jesus. Put your hands together for Jesus, because ni jambo jema. It is a good thing kumfahamu Mungu. To know God. Katika umri kama huu. At such an age. Mungu anawapenda. God loves you. Kama upo tafadhali simama. Please, if you are here, stand up wherever you are. Usijali. Do not care. Mrejee Mungu. Who is seated on your right or your left. Tengeneza maisha yako. Come to God. Align your life. Na Mungu atakupokea. And God shall receive Usiogope, you. usipingane na sauti ya Mungu. Don't oppose the voice of God. Tufuate. Kama kuna mwingine tafadhali uje. Please. Yes. Please sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Unipokee. Nipokee. Nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Ili uwe Bwana. Ili uwe Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Nimemkataa shetani. Nimemkataa shetani. Pamoja na kazi zake. Pamoja na kazi zake. Ninakupokea Yesu. Ninakupokea Yesu. Uwe Bwana. Uwe Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Wa maisha yangu. Ondoa jina langu. Ondoa jina langu. Katika kitabu cha hukumu. Katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Andika jina langu. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Tangu sasa. Tangu sasa.
nitakufuata wewe. Nitakufuata Nipe wewe. neema, Nipe neema. nipe neema, Nipe neema. ili niendelee katika maisha haya mapya katika maisha haya ambayo nimeakiri sasa, ambayo nimeakiri katika sasa. jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba Mungu uliye juu, tunyooshe mikono yetu kanisa kwa vijana hawa. Stretch your hands towards these people. Bwana Yesu, uliyekufa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi, watoto wako hawa wamekuja mbele zako. Tunawaombea kama kanisa, tunawakaribisha wawe moja wetu kati yetu. Wape neema ya kusonga mbele katika imani yao, wape ujasiri wa kushuhudia uamuzi wao walioufanya sasa, nawe utawafundisha katika maisha yao. Tunaombea baraka katika maisha yao, wasijutie wokovu wao. Uwabariki katika yote ambayo yako mbele zao, katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Asante. Hakika Yesu hakuna kama wewe, wakushangaza sana, matendo yako ni ya ajabu. Hakika ewe Yesu hakuna kama wewe, wakushangaza sana, matendo yako ni ya